kwenye mwaka wa matokeo. Tuko kwenye mwaka wa matokeo. Kwa kila kinachoendelea kwenye madhabahu ni sehemu ya kuhakikisha unafikia majibu ya matokeo yako. Sema amen. Kila kinachoendelea kwenye madhabahu kinalenga kukufikisha wewe kwenye matokeo yako. Narudia tena, kila kinachoendelea kwenye madhabahu kinalenga kukufikisha wewe kwenye matokeo yako. Nimesema kuna majibu yako yapo, kuna kazi yako ipo, kuna muujiza wako upo, kuna uponyaji wako upo. Lakini kuna watu wamezuia, kuna mahali vitu vyako vipo vimezuiliwa. Wapo waliozuia ili wewe usinipate, ili nisifike kwako. Unajitahidi sana, unafika hatua fulani unaona kabisa mafanikio yanakaribia, halafu na kitu vinatokea, yanapotea, yanaondoka. Unaona kabisa naelekea kufanikiwa, hii inatokea. Unaweza kufanya kazi, ndio kwambia kesho nakupa hela yako. Ikifika kesho inakuwa kesho, kesho inakuwa kesho, kesho inakuwa kesho, na hakuna jambo unalolifanya likaleta matokeo. Kila unalolifanya unapokea maumivu. Sasa Mungu akaniambia 2026 ni mwaka wa matokeo. Katika hayo matokeo kuna matukio yatakuwa yanatokea. Matukio hayo ni pamoja na kama ufunuo leo utakao kupitisha kwenye bonde la chumvi. Ni kwa nini tunapita hapo? Nitakufundisha. Ni kwa nini tupita kwenye chumvi? Nitakufundisha. Lengo la kupita kwenye chumvi ni nini? Nitakufundisha. Lakini jambo kubwa la msingi ni Mungu anataka kukupeleka kwenye matokeo yako. Sema amen. Wengi tunajua chumvi ni kiungo fulani tunacheka kwenye mboga na vyakula vingine na maisha yake. Lakini kwenye ulimwengu wa roho chumvi ni kitu kikubwa sana. Na leo nitakufundisha maeneo mengi na utaelewa. Na baada ya kuelewa utapona. Na baada ya kupona utamtukuza Mungu aliyekuponya katika jina la Yesu Kristo. Sasa anayeandika agano la chumvi huleta majibu. Naweza kujiuliza, agano la chumvi ni agano la namna gani? Lipoje? Linamaanisha nini? Linawakilisha kitu gani? Hebu nisikilize kwa makini. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 13 na ule mstari wa 5. Mstari mmoja tu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 13 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, ndio. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana, haikuwapasa kufanyaje? Kujua ya kwamba Bwana, Bwana Mungu wa Israeli, alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele. Ndio. Yeye na wanawe kwa agano la chumvi. Rudia tena, kuna mtu hajasikia. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana wa Mungu wa Israeli, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele. Alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele. Pigia mstari neno milele. Bwana Mungu wa Israeli alimpa ufalme Daudi juu ya Israeli milele. Yeye na wanawe kwa agano la chumvi. Yeye na wanawe kwa agano la chumvi. Kwa nini chumvi inatajwa hapa? Ina uhusiano gani na ufalme? Ina uhusiano gani kati ya Mungu wa Israeli na chumvi? Kuna uhusiano gani? Chumvi
chumvi inatumika kama nini? Chumvi inawakilisha nini? Ni kweli Mungu amempa mfalme Daudi, lakini watu wanajiuliza, katika falme zote zimepita, kwa nini mfalme Daudi ulikuwa na nguvu? Kwa nini mfalme Daudi ulikuwa na uwezo? Majibu yanatoka, anasema, je, hamjui kwamba Mungu ndiye aliyempa Daudi ufalme, yeye na familia yake, juu ya Israeli kwa agano la chumvi? Halo, halo, sema amen. Kwa neno hili la agano la chumvi kwenye Biblia linaonekana zaidi ya mara 3 linaandikwa, kuonyesha msisitizo kwamba hili jambo kiroho ni jambo la muhimu kuliko unavyofikiria. Kwa hata wewe unaitumia chumvi nyumbani, ulioitoa kwenye madhabahu, ni jambo la kiroho. Kuna mambo yanaimarika, yanakuwa ya kudumu. Halo, halo, unanielewa sasa? Mungu akusaidie sana. Nyakati za zamani na hata sasa, katika baadhi ya maeneo ya jamii tunazoishi, jamii mbalimbali, matumizi ya chumvi yana kazi nyingi sana. Wengine kuweka kwenye chakula, lakini miaka ya zamani walikuwa hakuna mafriji, kwa chakula kilikuwa watu wakitaka kuweka vitu vikae muda mrefu, kwa nyama na nini, zinawekewa chumvi za kutosha ili kuhakikisha uharibifu usitokee. Sema amen. Lakini Waswahili wakaenda mbali, wakatengeneza na msemo kwa kawaida. Tunachukulia tu ni misemo ya kawaida. Mtu aliyezeeka, aliyekuwa na umri mkubwa, Waswahili wanasemaje? Amekula chumvi. Kwa nini asema amekula chumvi nyingi? Asisema amekula sukari. Kwa nini asema amekula ugali? Amekula magunia ya mahindi. Kwa nini asisema? Anasema amekula chumvi nyingi. Maana yake kiroho, chumvi ina kitu inachowakilisha. Ili mambo yako yadumu, kuna kitu kikitumia kinatengeneza kitu kingine katika ulimwengu wa roho, na hakuna kitu kingine, ni chumvi. Leo nitakuambia vitu vya watu, lakini vitakaa sawa. Leo kuna mtu anaishi kama anasikia kizunguzungu, utaelewa. Kwa hiyo chumvi ina agano bora kuliko maagano mengine yote unayojua wewe. Angalia Elisha kitu anafanya. Elisha analalamikiwa na watu wa mji, wanamwambia mji huu ni mzuri, lakini changamoto ya mji huu ni maji. Tunapokunywa maji haya tunazaa mapoza, hakuna kitu tunachopata. Watoto wanazaliwa vilema, wengine vipofu, wengine viziwi, matatizo juu ya matatizo. Lakini shida haipo mahali pengine, ipo kwenye maji. Akayaponya yale maji, na Biblia inasema yamepona mpaka hivi leo. Wafalme wa Pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 19. Soma. Biblia inasema watu wa mjini wakamwambia Elisha. Watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, twakuomba, mahali pa mji huu ni pazuri. Mahali pa mji huu ni pazuri, kama bwana wangu aonavyo. Kama wewe unavyoona. Lakini maji yake hayafai. Lakini shida ni maji hayafai. Na nchi uzaa mapoza. Na nchi inazaa mapoza. Akasema, nileteeni chombo kipya. Leteni chombo kipya. Tie chumvi ndani yake. Na mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji. Akatupa ile chumvi humo ndani.
akatupa ile chumvi mle ndani. Akasema, alafu akasema maneno, Bwana asema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyaponya maji haya, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Maana yake kuanzia wakati huo mpaka hivi leo hakutakuwa na kufa wala kuzaa mapoza. Ukiona kuna matokeo yanaendelea kwako yasiyo ya kimungu, elewa chumvi haimo. Leo nataka Bwana aweke chumvi ndani yako, laana ingie ndani yako. Kuna vitu vimewekwa ndani ya mwili wako, na ndio maana unaweza ukashangaa, kuna muda mzima, kuna muda unaumwa, ukija kanisani mzima, ukirudi nyumbani unaumwa.